Yes bwana, mambo vipi? Habari kubwa ambayo ina mega headline kwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni kumhusu mtu mzima Harmonize. Harmonize amekuja kufunguka vitu vingi ambavyo watu walikuwa hawavijui katika maisha yake, kutokana na hivi karibuni alisikika mheshimiwa mmoja kusema kwamba Harmonize hana pesa, Harmonize anadaiwa, na hivyo amemwona akiwa katika baa anaomba pesa. Yani Harmonize ameishiwa mpaka anaomba pesa. Na sasa hili swala Harmonize ameona asilikalie kimya, amekuja kufunguka vitu vingi ambavyo vinaendelea katika maisha yake. Na jambo kubwa ambalo amekuja kufunguka ni kuhusiana na utajiri wake na vitu ambavyo anavimiliki. Sasa ni kitu gani ambacho Harmonize anakimiliki au utajiri wake ni wa shilingi ngapi? Baki hapo hapo ili uweze kujua, lakini nakukumbusha tu usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe wa kwanza kupata update kila siku. Bwana Harmonize amekuja kufunguka na kusema kwamba yeye sio ombaomba na yeye sio maskini. Ni kweli alikuwa anadaiwa na ameweka bayana vitu ambavyo au watu ambao walikuwa wanamdai, kwa sababu ilisemekana kwamba mwenye nyumba wake anamdai milioni 60, na ni kweli alikuwa anamdai lakini ameshamlipa, na vile vile meneja wake wa zamani alikuwa anamdai na ameshamlipa, na Diamond Platinum alikuwa anamdai zaidi ya milioni 600 na zote alishamlipa. Na vile vile alisema kabisa kwenye uwekezaji wa lebo yake ametumia zaidi ya bilioni 1. Kwa hiyo kama ameweza kuwekeza bilioni 1 katika lebo yake, basi hakuna mtu ambaye anamdai, na amesema hana madeni kwa sababu hata mke wake Sala alikuwa anamdai, na ndio maana Harmonize alikuwa hawezi kuvuka mipaka ya Tanzania, yani kwenda Ulaya, kwa sababu alikuwa anadaiwa na Sala. Kwa sababu kashamlipa Sala deni lake, basi ana uwezo wa kwenda Ulaya kutokana ashaweza kulipa deni ambalo alikuwa anadaiwa, maana Sala aliweza kumshtaki Harmonize. Lakini jambo kubwa ambalo Harmonize bwana amekuja kuliongea ni kwamba ana utajiri zaidi ya bilioni 28, kwa hiyo hawezi kuwa omba, na magari ambayo anayamiliki ni ya kifahari, na vile vile ameeleza kabisa maisha yake ambayo anaishi maisha mazuri, kwa hiyo hawezi kuwa omba, na hayo ni maneno tu kwa sababu walikuwa wanataharuki au walikuwa wana mvutano yeye na huyo mtu ambaye ameongea hayo maneno ya kumsema kwamba yeye amekuwa omba kwa hivi sasa katika maklabu, kwa katika mabaa ukienda unamkuta anaomba. Kwa hiyo Harmonize amekuja kukanusha na kusema kwamba anamiliki vitu vyenye thamani na hawezi kuwa omba hata siku moja, na hakupenda kuvizungumza hivi vitu hadharani, lakini kwa sababu amekuja kusemwa na amekuja aviweke hadharani, lakini sio maisha yake kuja kutamba kwamba anamiliki kitu fulani au ana utajiri wa kiasi fulani, kwa sababu amekulia katika mazingira ya dini. Kwa hiyo sio mtu ambaye anapenda sana kutamba. Hayo ni maneno ambayo amesikika akiongea mtu mzima Harmonize. Lakini jambo kubwa kuliko bwana ni wadau wamekuja kupita na hii habari ya Harmonize kusema kwamba ana utajiri mkubwa zaidi ya bilioni 28, na watu wamekuja kugusia hapo, ikiwemo Mr Pimbi amesema kwa hiyo bro, utajiri wako ni kama tu Diamond Platinum au Alikiba, au tuseme umewazidi. Unamiliki hela nyingi bro, bilioni 28 sio pesa ndogo bwana. Huyu ni chawa Diamond Platinum, tunamjua Mr Pimbi, lakini amekuja kumpongeza bwana Harmonize kwa pesa ambazo anaweza kuzimiliki. Lakini vile vile kuna peji nyingine hapa, huyu alikuwa ni mtu wa zamani wa karibu sana na Harmonize, Abi Kubanda amesema kwamba Harmonize bro, usipende kuweka vitu vyako hadharani, hata kama mtu amekukwaza, hata kama mtu amekuuzi, wewe tulia tu, kwa sababu kila kitu ni mipango ya Mungu, kila kitu kinakuja kwa sababu, na sababu ili itimie, sio lazima kila jambo uliweke hadharani bro. Vitu vingine jifunze kupotezea tu. Haya ni maisha na watu wanaongea ili waweze kuona upande wako wa pili ni upi. Kwa hiyo bro, jifunze kukaa kimya bwana. Hayo ni maneno ya Abi Kubanga ambayo ameongea kuhusiana au kumhusu bosi wake wa zamani Harmonize. Lakini vile vile bwana, hili swala limezidi kuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii na watu wengi wamezidi kulizungumza, yani kwa jinsi gani ambavyo Harmonize ameona asikae kimya na aje atoke hadharani kuja kusema vitu ambavyo anavimiliki, kutokana na mvutano wake ambao ulikuwa wa hivi karibuni yeye na mheshimiwa ambaye walikuwa wanavutana kwenye makasino huko klabu. Lakini vile vile bwana, jambo kubwa ambalo linaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni Harmonize amesema hataki tena kubishana na mtu, kama mtu akimtaka basi waje wazichape. Kwa hiyo Harmonize ameonyesha kwamba yuko tayari kwa bifu, yupo tayari kwa shari. Kwa hiyo kama mtu anamtaka basi waende wakazichape bwana. Hayo ni maneno ambayo ameongea mtu mzima Harmonize. Je, wewe mdau unaonaje utajiri ambao amesema Harmonize anamiliki
kumiliki bilioni 28. Ni kweli hizo pesa anazo au ni maneno tu amekuja kuongea katika mitandao ya kijamii? Shusha comment yako katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe katika page yetu na kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata update kila siku.